Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Ujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Kivu popote pale ulipo, ni kwamba matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya na wakati kama na huu huko kando ya radio yako ili kuweza kusikiliza matangazo yetu, na ukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari, uchambuzi ambao unagubikwa na ukurasa wa habari muhimu leo hii, uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Omari Makelele Ozile, upande wa pili na studio na kijana Merci Mbele Chipamale. Nasema karibu na tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kabla ya kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, hebu fuateni habari muhimu leo hii ambayo inamkaribisha mwenzangu Bukur Tantine Aldama. Asante sana Omari Makelele Ozile kwa kunipa fursa ya kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu. Tutaanzia hapo Fizi ambako kamanda wa chama cha CNPSC Amuri William Yakutumba amekanusha habari zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba amejiondoa kwenye shamba za mapambano hasa pa Uvira. Huyo amesema bado yupo ili kutetelea udongo wa Kongo. Na huko Rugezi mapambano makali bado yanaendelea kuripotiwa kati ya wazalendo dhidi ya Ngomino katika kijiji cha Rugezi, sekta ya Mutambala, tarafani Fizi, na kusababisha raia wengi wa eneo hilo kuyahama makazi yao kutokana na mapambano hayo. Na kwenye habari ya kitaifa, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tena kada mkuu wa chama cha PPRD Joseph Kabila Kabange ametangaza kurudi nchini Kongo bila kutaja muda kamili, hivyo ni kisha kufanya mwaka mmoja akiwa nje ya nchi ya DRC. Ni hayo tu kama habari muhimu. Mwenzangu Omari Makelele Ozila. Asante sana Bukur Tantine Aldama kwa habari zako muhimu. Tujikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba raia wa Baraka wamekuwa na maoni tofauti kuhusu ujumbe wa waziri wa taifa anayehusika na ulinzi aliyoutoa pa Uvira Jumatatu ya tariki 7 Aprili 2025. Katika mahojiano na redio yako, raia hao wametaja kushukuru kwa ujio wa waziri katika mji wa Uvira, huku wakishangazwa na ujumbe huo ambao ameutoa. Baadhi ya raia wamesema kuwa unavunja moyo. Tusikilize raia hao wakiwa mbele vipaza sauti vya microphone za redio ya kijamii Kivu. Sisi kama raia wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi kwa ujumla, tunashukuru kwanza kwa salamu, na tunashukuru tena pia kwa ujio wake, kwa sababu tulikuwa tutarajie kama waziri wa ulinzi atatutembelea, na kututembelea kwake kunatupatia sura ya furaha kuona kumbe Kinshasa, serikali ya Kinshasa inatujali. Unajua wale ni wafanya siasa, hawezi kuchakanua mambo yote kwa watu, lakini kwa upande wetu sisi kama raia wa mji wa Baraka tunapata faraja kwa sababu tunaona kumbe serikali yetu inatujali. Mimi nitaambia wazalendo ya kuwa wakaze, kwa sababu uzalendo mtu anajitolea juu ya nchi yake. Na kuna wakati kulikuja ule coordinator wao wazalendo, nilisikia kama alileta kamsaada fulani, licha ya kuwa nilisikia tena akakuwafikia wote, lakini ni jambo nzuri, inaanza kutupa furaha kuona kama serikali yetu inawajali, na wazidi tu kuvumilia. Siku moja najua watapata suluhu kufuatana na serikali itawajali na wataendelea kutumika vizuri. Alipofika, tuliposikia kama atakuja, mimi nilifurahiwa na tukafurahia sana ujio wake, na kisha amefika tulijisikia afadhali. Salamu ni kawaida kwa kila mtu, lakini yote aliyozungumza tumeona kama vile ni mambo ya siasa. Ile ni mambo ya siasa, wafanya siasa huwa wanachukulia wengine watu kama wana akili sawa, wenyewe ndio ni akili zao zote. Mambo ambayo tulikuwa tarajia toke kwake vraiment tofauti na wewe tuliona. Binafsi kufatana na ukubwa wa nchi na nguvu ambayo tunayo na uhusiano bora na nchi ambazo zinatunga mkono, mimi nilikuwa najua yeye kama vile waziri wa ulinzi, vile amefika tu ni kuja kutuletea
vifaa, chakula, madawa kwa vijana wetu ambao wamejitoa kwa ajili ya kupigania nchi, na kutoa ile wanasema mot d'ordre ya kusema fe pour wale wa vijana waanze kazi ya kutetea nchi na kumkimbiza adui. Mimi alipofika kuna hata mambo ya muhimu amezungumzia, kama vile ni mambo ya kisiasa tumemleta na kuja binafsi. Mimi naona kama vile amekuja kutuchunguza, ajue hali yetu tunajipanga kivipi, kwa sababu serikali nao mara kwa mara tunaona inatuuza. Amekuja kutuuza tu, kujua siasa yetu tuko aje, watoto wetu wamejipanga aje, baadaye aende watuuze tena, tusikie kesho tunaanza kuvamiwa. Mimi naweza shukuru kwanza kisha alikujaga, asikie ni kitu mwa kufelicite kuona minister anatoka kule mpaka natufikia huko. Lakini paraporo na ujumbe yake alisema mzuri, lakini gisi bako atumikisha sasa, mtu anasema kitu yake haifuatilii sawa sawa na gisi alipaswa kuisema. Ile tunaona sasa vile bako na maskarade. Ingelikuwa heri ile maneno anakuya leta vile na aitumikishe paraporo na gisi raia inapenda. Si raia tunapenda ni amani, paski tunaona kila leo vita huko na huko, watu wanakufa kama nyama, na yeye bako tu pale alors que ndio anapaswa kutufanyia ile nguvu na si kuwa muamani. Kwa ujio wa waziri wa ulinzi, si mpande wetu tulikuwa na wazia kama kuya kwake kunaweza kuya kumalizisha vita mu mashariki mwa Kongo, lakini kuya kwake kwenye anakuja hana kitu mu mikono, anatuambia tu kwa kinywa, lakini mu mikono hamuna kitu. Donc kuya yake haingekuwa lazima yeye kukuya huku kama hana kitu, sababu anatraire deja bazalendo wenye biko ku front, na sie baraya wenye tuko hapa deja tuko desi. Tuliwazia kama gisi atakuya ataleta bitu vifaa kusaidia wazalendo, chakula na franga pamoja na dawa ya kubasaigonde kule kukazi, sababu soda ni bunduki ikuwe na masasi pamoja na mfuko iyali, sababu soda ni anacha mtoto nyuma, mzalendo yuko na tumbo na mzalendo yuko na mwili na umiaka. Sasa vile vyote hawakuleta ni dawa ni franga ni chakula, hakuna kitu. Ujio wake kwetu haina hata na faida. Ni afadhali angebakia Kinshasa paraporo ya kukuya huko, sasa minister alikuwa Uvira, haina na faida, angebakia tu Kinshasa. Ujumbe wa raia mimi sikusikia kama alisema juu ya, aligusia juu ya raia, aligusia tu ya wazalendo kusema kama hakuna mwingine mwenye president wa republiki alinome isipokuwa General Padiri ndio mwenye bananome kiongozi wa wazalendo. Akasema na faranga za wazalendo zinakuyaka huku, tuna regrete gisi azifikaki mu mikono wa wazalendo, tutafuatilia bili. Tukawazia gisi anamaliza kule atagusia kusema raia, sirse raia mutulie, hivi mimi nakuya mimi nataka kubebea raporo za mzuri kwa president wa republiki, meye na yeye anarudia bila kusema kitu kuraia. Maana yake tunaona inchi hakuna mwenye yuko na iongoza mzuri, bali bote biko tu pour M23 iganye mashariki mwa DRC. Tunaweza tu kupatia wazalendo courage, basi kuwe trai na ile maneno bali biko natoka Kinshasa banaweza pia kusema kubadesevoir, mais huku ni kwetu na boni bazalendo. Mzalendo ni mtu mwenye anatoa kukufia inchi yake, ilifo bajitoe tu na sisi tutakuwa nyuma yao. Tujelekeze huko Fizi kisha kutoka katika mji wa Baraka ni kwamba kamanda wa chama cha SNPCC Amuri William Yakutumba amekanusha habari zilizozagaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba amejiondoa kwenye shamba za mapambano hasa pa Uvira. Huyu amesema bado yupo ili kutetelea udongo wa Kongo. Katika mazungumzo nasi, kamanda Amuri William Yakutumba amewataka raia kuachana na habari za uongo, hasa zile za kusababisha wasiwasi kwa raia. Kamanda Amuri William Yakutumba anaeleza yafuatayo kuhusu habari hizo za uvumi. Nimetoka kwenye shamba la mapambano, naenda wapi? Hiyo ndugu yangu mwandishi, ni habari za uongo. Hatujawahi kutoka kwenye shamba la mapambano. Tulionana na waziri, baada ya kuona na waziri wa ulinzi, basi sisi tukarudia kwenye front. Hivi niko nasema na wote kwenye front, na vikosi vyote viko kwenye na front. Hakuna hata askari moja tulitosha kwenye front, wote weko pale na sisi wote tuko pale tunakuwaka. Kitu cha kwanza tunasema waache na habari ya uongo. Wale wanafanya uzushi ni maadui, ndio wanafanya hiyo uzushi. Toka wasipate habari ya maadui, hiyo ni uzushi mtupu. Na sisi tunaendelea tu kwenye mafront, tunaendelea tu kufanya kazi kama vile ilivyo, kadiri vile tunapangilia. Raia ibakie kalme, hatujawahi kutoka kwenye front na hatutatoka kwenye front, na tutaendelea na kazi kadiri vile mipango yetu iko. Sisi tuko nafanya kazi, au sio? Kazi tuko nafanya kule Nyangezi, kule Mumosho na wapi na Nyantende. Sisi
tunaendelea kufanya kazi. Tulisimamisha vita, hatujawahi kusimamisha vita. Lakini raia wanakuwa na masikitiko kwamba kuona wakati mnapoendesha mashambulizi kwenye vijiji vya eneo hilo, Manyantende, Manyangezi na vingine hapo ambavyo vinapatikana kwenye kilomita chache na mji mkuu wa Bukavu, mnapokuwa mnaweza kuvishikilia, baadaye tena mnakuwa mnaviachililia. Kamanda, hii inakuwa natokana nini zaidi sana? Ni mipango ya kijeshi, hamwezi jua na wengine hawawezi jua. Mipango ya kijeshi, kila vita inakuwa kama jina lake. Kuna vita tunaita gerilla, kuna vita ingine na vita ingine. Sisi tunajua namna ya kufanya vita. Basi ile sababu ya sisi kufanya hivyo, ile ni siri yetu sisi wenyewe. Hatuna neno tunaweza kumanteta. Mwishowe, Kamanda Amuri William Yakutumba amewataka raia kuwa watulivu na kuendelea kuweka matumaini kwa vikosi vya wazalendo kwa ajili ya kukomboa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama alivyorejea mara tena. Sisi kama vile wazalendo, sisi ni msimamo wetu ni mmoja tu, ni kuchapa adui na tumpeleke kwao. Basi hatujakuwa watu wa kwenda kwenye meza majadiliano. Kuunda gouvernement ya Union Nationale sisi hatujaona kule. Sisi hatuoni kule. Sisi tuko naangalia yetu ni kupeleka adui tumuvushe. Basi atoke katika ardhi yetu. Ndio faida gani? Faida ni udongo. Faida yetu sisi kuchukua silaha, faida yetu ni udongo. Tukue wanani? Tutakuwa na sisi marais, kwa mawaziri. Jobe tulisema tunachukua silaha sasa tukomboe udongo bwana. Hakuna kitu kingine. Faida yetu ni udongo ukombolewe. Basi vile wanafanya siasa tuwaacha kule. Sisi udongo wetu. Kwenye hotuba yako ya mwisho kabla hujajielekeza kwenye shamba la mapambano huko Kamanyola, uliweza kuhakikishia raia kwamba kuna vikosi ambavyo umeweza kuviacha kwenye milima inayoinukia tarafa la Fizi. Lakini ukiangalia kwamba vile adui anakuwa kama vile na nguvu nyingi, kamanda, na hii inaendelea kuwapa raia wa eneo hili la mji wa Baraka na tarafa la Fizi wasiwasi mkubwa, sijui utawahakikishia nini kutokana na usalama wao? Kisha tuone nguvu ya adui, hatujawahi kuona nguvu ya adui kule. Walijaribu kushuka kwenye mji wa Mulima, nadhani uliona gisi tuliwashambulia na tukawarudisha hata fasi zingine zote. Watakapojaribu nadhani watapata cha mtema kuni tu. Tunajua kama vijana wako wanasimama imara kwa ajili ya kazi. Raia bakie kalme tranquille, isiogope chochote kile. Vikosi vipo na zinaendelea kufanya doria na mipango ingine iko kwa ajili ya kulinda raia na mali yake. Hakuna kitu kitakuwa kule. Doke tunawaaminifu sana na jeshi letu ambao tuliacha kule na lenyewe tunapangilia kule kwenye milima mirefu. Ujumbe wetu raia ibakie makini, ikuwe kalme, isihangaike na chochote kile, wasubirie kile ambacho kitaendelea. Tunajua kwamba tunasimama msimamo mkali kwa ajili ya kugomboa nchi yetu. Basi na waendelee kushirikiana na sisi pamoja, sababu tunajua kwamba wakati raia tunashirikiana pamoja kazi itakuwa nzuri. Na raia anatupenda, vile anatupenda na sisi tunapenda raia yetu. Hatutatraire raia yetu, hatutatraire udongo wetu, hatutatraire nchi yetu. Ile ndio habari raia wanapaswa kujua. Tubaki tu katika tarafa hilo la Fizi, tujielekeze kule Rugezi. Ni kwamba mapambano makali bado yanaendelea kuripotiwa kati ya wazalendo zidi ya Ngomino katika kijiji cha Rugezi, sekta ya Mutambala, tarafani Fizi, na kusababisha raia wengi wa eneo hilo kuyahama makazi yao kutokana na mapambano hayo. Akizungumza na redio yako, Bwana Remi Alonda, msemaji wa kundi la FPDC, ameanza kwanza kutoa picha ya kile kinachojiri maeneo hayo ya mapambano. Ngome zetu za FPDC zilivamiwa na adui hapo Loketi katika sekta ya Mtambala, kwa sababu Twirwaneho alitaka kuja wavamie hapo Loketi ili wapate kupita na kushuka katika nyanda za kati hapo katika mji wa Mkera ili wapate kupata njia kwenda Fizi na kwenda Baraka, ila walipambana kweli na vikosi vyetu. Na istoshe tunaweza taka tuwajulishe kwamba kila siku adui, kuna ndege ambayo iko natoka kutoka Rwanda inafika Goma, Goma inakuja hapo Minembwe, na hipo nazidi kuongeza nguvu za adui, na adui paka sasa hivi anazidi kupata nguvu zaidi. Na kwenye mapambano ya jana, baada sisi kuwa napambana mida saa 4 adui alipata ramforo ya kwanza, ila tukasimama tukapambana naye. Kufika mida saa 7 akapata ramforo ya pili, na alikuja na nguvu sana kwa sababu alipata ramforo ya silaha, jeshi na vifaa vingi. Ila jeshi la FPDC likaona hapana, tufanye reprise strategique, wakaingia katika kijiji cha Loketi. Baada ya kuingia katika kijiji cha Loketi, waliunguza kijiji
wakachoma vitu vya raia, kuiba maduka na vingine vyote vya raia. Baadaye kaja kurudi tena kwa nguvu zaidi jioni na kumfukuza adui katika mji. Ila kwa muda huu naweza kukwambia kwamba Loketi sasa hivi inatawaliwa na jeshi la FPDC. Sasa hivi jeshi la FPDC ndio watu ambao tuna kontrole kijiji cha Loketi, na bado mapambano yanaendelea. Ndio tutakuja kuwapa matokeo mengine baadaye, ila bado mapambano yanaendelea na tutakuja kuambia nini kinachoendelea. Na kwa wale wapendelevu wa habari za michezo, na mpisha mwenzangu Sudi wa Sudi Valente ambaye anavalia nambari 7 mgongoni. Shukran sana kabisa mpenzi msikilizaji wa Zaki Swahili Radio ya kijamii Kevo. Leo kuna kwa habari za michezo, tuanzie hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba tournamenti ya mechi za makata iliweza kupigwa siku ya 3 ya wiki tunayo tarehe 9 Aprili mwaka 2025, ambako mechi mbili ziliweza kushuhudiwa kunako uwanja wa Lumumba hapa katika mji wa Baraka. Ni kama majira saa 7 kamili za mchana, kata ya Aibazi ya pili waliweza kutandika kwa 3-1 dhidi ya kata ya Jetem, na mechi ambayo iliweza kupigwa majira saa 9 kamili za jioni, mwenzangu Omar Makelele Uzile, kata yetu ya Mwemezi waliweza kuwatandika Moma Kasasu 2-1. Licha ya kata ya Moma Kasasu kuja na wachezaji wengi ambao ni wazoefu kwenye michuano ya ligi hapa katika mji wa Baraka, ambako waliweza kutumia wachezaji wengi wa klabu ya Usi Masansi Chinjaua, lakini hawakuweza kufua dafu mbele ya kata ya Mwemezi na hivyo kuweza kutandika 2-1. Tournamenti ya mechi za makata itaweza kuendelea mara tena ifikapo siku ya 5 ya wiki tunayo tarehe 11 Aprili mwaka huu, ambako majira saa 7 kata ya Malala wataweza kupiga vikali dhidi ya kata ya Kibonjwa, na majira saa 9 Matata ya kwanza wataweza kukaribisha Kalunja. Michuano ilinafuti hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo ndio ligi kuu nchini humu, itaweza kupigwa siku ya Alhamisi ya tarehe 10 Aprili mwaka huu, ambako majira saa 9 Grupe Bazana wataweza kupiga vikali dhidi ya Lubumbashi Sport, majira saa 10 Dauphin Noir ya huko Goma jimboni Kivu ya Kaskazini wataweza kukaribisha klabu ya Kuya Sport. Michuano ya klabu bingwa katika bara la Ulaya katika hatua yake ya robo finali itaweza kutimua vumbi usiku wa siku ya 3 ya wiki tunayo, ambako tuponde majira saa 3 kamili za usiku miamba ya huko nchini Hispania ambao ni Barcelona kunako uwanja wake wa Nou Camp wataweza kupiga vikali dhidi ya Borussia Dortmund ya huko nchini Ujerumani, na hapo kwenye uwanja wa Parc des Princes hapo nchini Ufaransa Paris Saint-Germain watakuwa uso kwa uso dhidi ya klabu ya huko nchini Uingereza ambao ni Aston Villa. Matokeo ya mechi hizi ni katika uchambuzi wetu wa habari za hapo asubuhi. Klabu ya Real Madrid ya nchini Hispania imepewa 4% za kufanikiwa kufuzu kwenye hatua ya nusu finali kwenye mashindano ya michuano ya klabu bingwa katika bara la Ulaya dhidi ya klabu ya washika bunduki hapo nchini Uingereza ambao ni Arsenal Gunners. Mchezo wa mkondo wa kwanza ambako vijana wa hapo nchini Uingereza Arsenal Gunners walifanikiwa kuibuka na ushindi wa 3-0 dhidi ya klabu ya Real Madrid. Hivyo ili klabu ya Real Madrid waweze kufanikiwa kwenda kwenye hatua ya nusu finali ya michuano ya klabu bingwa katika bara la Ulaya, wanatakiwa waifunge klabu ya washika bunduki hapo nchini Uingereza ambao ni Arsenal Gunners 4 na zaidi bila ya wao kuruhusu bao. Omar Makelele Uzile na weka nukta kuna kwa habari za michezo. Asante sana Sudi wa Sudi Valente kwa habari zako hizo za michezo. Msikilizaji, ninapoona kuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita bende 93.0. Kampuni Fizi One Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Hivi sasa tuangazie uchambuzi wa habari na habari za wanaripota wetu kutoka sehemu mbalimbali. Tuanzie huko katika jimbo la Kivu ya Kaskazini pa Butembo. Mafunzo ya kijeshi kwa ajili ya wale wanaohitaji kupigania nchi yataanzishwa hivi karibuni maeneo ya Nyaleke huko Beni, ndivyo amesema kanali wa jeshi mjini Butembo Eradi Yaya Benjamin anayehusika na masuala ya kuandika wale wanaojitolea kwa ajili ya kufanya mafunzo hayo. Radio Kivu Butembo tunajiunga na mwenzetu Zango Semovis Wakapuni kwa ripoti kamili. Katika mazungumzo na meya mjini Butembo, Luteni Kanali Eradi Yaya Benjamin alihakikisha kwamba majifunzo ya wanaonia ya kupigania nchi hii VDP yataanza wiki hii. Serikali imeandaa vifaa vyote kwa ajili ya haya mafunzo huko Nyaleke Beni, alihakikisha Luteni Kanali Eradi Yaya Benjamin. Lengo ya kupatikana kwangu hapa Butembo ni kujulisha
wa vijana wote ambao wana realizea kama nchi yetu iko menase na adui wakuje kuintegre reserve armée ya défense ajili wa beneficie na formation moja accelere ku centre ya Nyaleke na wakuwe wanatumika pembeni ya FRDC ajili ya kukinga nchi yetu. Ni wa vijana wote, wanaume kama vile wanawake, kwanza umri wa miaka 18 hadi kupanda juu. Muda wa mazoezi hayo ni siku 45 pitisha. Tunaweza kupunguza lakini hatutapitisha pale. Kufuatana na hatari hii kunajongea mji Butembo na Beni, haifai mafunzo ikamate muda mrefu. Ni kwa yeye na kufunwa kwamba muda wa siku 45 mafunzo yatakuwa yamekomeshwa katika malengo ya kuwatuma vitani wote ambao watakaopata funzo hizi. Butembo, Nzankosu Muviswa, Radio Kivu Baraka. Na tujielekeze katika jimbo la Tanganyika na tarafa la Moba. Ni kwamba maneno yamekuwa mengi kuhusu uongozi wa bwawa la umeme la Ngandwe Mfwamba, ambako diocese ya Kalemi Kirungu wanajipiga kifuani na kusema kuwa wao ndio viongozi wa bwawa hilo la umeme. Joseph Kaseke Kasinge ni mmoja kati ya wanamemba wa kamati la bwawa hilo, amejibu swala hilo kutoka New York. Tumsikilize akiwa kunako ripoti ya mwenzetu Isdor Kashulu ambaye ametuandalia kutoka kule Moba. Dasoza Kalemi Kirungu mwenyeji wa bwawa la umeme Ngandwe Mfwamba, ila kwamba mshirika msaada wa madili asiwa siasa. Hayo ni kwa mujibu wa duru nyingi iliwasiliana, hususan bwana Joseph Kaseke Kasinge, mmoja kati mwanamemba wa kamati la bwawa, anaishi hivi sasa New York, Umoja wa Mataifa. Kulingana na Joseph Kaseke Kasinge, shughuli la uongozi wa bwawa la umeme Ngandwe Mfwamba limewakilishwa na makundi matatu kwa ajili ya kuipa kilo, kujumuisha na voluntari wenyewe wa Mundo Jisto. Akiwasiliana kwa njia ya simu toka New York, Umoja wa Mataifa, Joseph Kaseke Kasinge amefahamisha kama ilihusika na Kodema, kamati la bwawa na diocese ya Kalemi Kirungu tangu mwaka 1987. Kama kaona kama kuanza Franka ndio wataacha Leonardo aliachaka na Mfinche aliachaka na Mangala aliachaka, akaacha tulibakia tu watatu. Ifanye kutia Mkatoliki kama vile institution moja ilikuwa apolitiki, ilifanye ikuwemo elo Mundo Justo, na kwa kuona kama badonateur banene wenyewe walipana misaada juu ya kukonstruire barrage katika ni bakretien katoliki bakuruma. Alors kwa kitu kiwe kizito, ifanye kukuwe grupe ya maindividu, komite moja plante pale zio kuleta poa. Ndio ile Kodema. Apre Kodema ilifo kukuwe na institution ya appui. Ndio diocese de Kalemi Kirungu. Et puis population représentée par le comité de barrage. Ile komite yetu ndio bwana ina représenter population. Ça fait 3 groupes yenye ilikuwa mule plus ba volontaire mo wenyewe banani ba Mundo Justo. Inapaswa kukumbusha kama kanisa Katoliki diocese ya Kalemi Kirungu imejisema kwa mwenyeji wa bwawa la umeme Ngandwe Mfwamba, jambo ambalo linaendelea kuzua maswali mengi kwa ajili ya kufahamu ni nani mwenyeji wa bwawa hilo, kwa wakati kesi hilo linatishia kusababisha mgogoro wa kijamii. Nikiripoti kutoka Moba, Isdor Kashulu, Radio Kivu. Na upande wa habari za kitaifa ni kwamba rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tena kada mkuu wa chama cha PPRD Joseph Kabila Kabange ametangaza kurudi hapa nchini Kongo bila kutaja muda kamili, hivyo nikiisha kufanya mwaka mmoja akiwa nje ya nchi ya DRC. Mengi zaidi naye mwenzetu Safari Alimasidilwe. Rais mstaafu wa DRC Joseph Kabila Kabange ametangaza kurudi nchini DRC la bila kubainisha kuwa ni muda gani atakaporudi, hivyo ni kisha kufanya mwaka mmoja akiwa nje ya nchi. Katika barua aliyoandika amesisitiza juu ya msimamo wake kuhusu hali ya usalama ya nchi ya DRC. Kulingana na kuyumba kwa usalama katika nchi nzima, vile vile na matatizo yanayokumba karibu kila sekta ya taifa, nimechukua uamuzi wa kurudi nchini mwangu bila kutaja siku. Ameandika hayo rais wa zamani nchini DRC kuanzia mwaka 2001 hadi 2019. Nimeamua kuanza na sehemu ya mashariki mwa nchi kwa kuwa kuna mzozo unaoendelea, ameongeza Joseph Kabila Kabange. Hali hii ya kurudi
kurudi kwake imekuja katika hali ambayo nchi iko katika hali ya mzozo. Jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo wanakabiliana dhidi ya AFC M23 mashariki mwa nchi. Alhamisi pa Johannesburg, waziri wa mambo ya nje Therese Kaikwamba Wagner alidai kuwa kuna wazifa uliotengwa kwa ajili ya Kabila katika harakati za kutafuta suluhisho juu ya hali ya kiusalama. Tariki 18 Machi 2025, akiwa Johannesburg, Joseph Kabila Kabange alitupilia mbali madai ya yeye kuwa nyuma M23 AFC, akichukulia madai hayo yasiyo na tija. Aliomba kufanyika njia mbadala kutatua mzozo uliopo wakati wa mazungumzo yake na rais mstaafu wa Afrika Kusini Thabo Mbeki, huku akirai kuwa kila mtu atazungumzia kuhusu Kongo isipokuwa tu Wakongomani wenyewe. Tamko la kurudi kwa rais huyo wa zamani kumekuja wakati ambapo chama chake cha PPRD kimedai kurudi kwa kasi katika siasa, hivyo ni katika kumbukizi ya 23 tangu kuundwa kwake, huku kikieneza miaka 6 tangu kukosa urais mwaka 2018. Shutuma zinazidi kumwandama rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, ambapo Pakikwiti Jean-Pierre Bemba, waziri wa zamani wa ulinzi, alihakikisha kuwa Kabila yuko nyuma vikundi vingi vyenye kushikilia silaha kinyume cha sheria katika jimbo kadhaa nchini DRC. Ni hayo kama habari za kiraifa kwa siku ya leo na Teresa namna hiyo. Asante sana. Tumalizie na habari za huko Burundi. Ni kwamba katibu mkuu wa chama cha madarakani CNDD-FDD nchini Burundi, Mr. Reveriendi Kurio, ametoa wito kwa wananchi kuepuka mambo ambayo yanaweza kuvuruga uchaguzi mwezi Juni mwaka huu. Mwenzetu wa huko Burundi, Bukuru Elias Daniel, na ripoti kamili. Wakati huu Burundi ikiwa inaelekea katika uchaguzi mwezi Juni mwaka huu, katibu mkuu wa chama kilichopo madarakani cha CNDD-FDD, Mheshimiwa Reveriendi Kurio, ametoa wito kwa wananchi kuepuka mambo ambayo yanaweza kuhatarisha uchaguzi huo. Turera abana bacu tubakundisha igihugu, tureke kubarekurira muri bwa bunywero bwa butambiro bwo mwijoro, tureke kubarekurira mu kunywa ibiyayuramutwe. Tuwalee watoto wetu kwa kuwafundisha namna ya kuipenda nchi, tuwakataze kuingia katika kumbi za starehe, tuwakataze kunywa madawa ya kulevya, tuwapange ili nchi iwe na wanawake na wanaume ambao wanaweza kuipambania. Wanaosambaza ukabila tupambane nao, wakisambaza ukabila sisi tusambaze upendo na maridhiano. Tuangalie nani ambaye ataweza kushinda. Vinavyotusumbua sisi vipo, lakini nisiwe daraja la kutuondoa katika malengo yetu kwa ajili ya nchi. Vita vilivyotokea vilituonyesha jinsi wanawake walivyo na muhimu katika kuipambania nchi. Vita tulivyo navyo kwa sasa ni vita vya kutokomeza umaskini ambao ndio adui mkubwa wa maendeleo ya nchi. Na isitoshe pia katika sensa ya watu na makazi, hesabu inaonyesha kuwa wanawake ndio wengi nchini. Wakati tulikuwa tunaelekea kwenye wakati mzuri wa uchaguzi, na waomba mwache kusikiliza maneno ambayo yanaweza kuwayumbisha. Pia tunashukuru kwa hatua ambayo tumefikia, na umebaki mwezi mmoja tuingie kwenye kampeni za uchaguzi, na imebaki miezi miwili ili uchaguzi uweze kufanyika tarehe 5 za mwezi Juni. Tunapongeza jinsi nchi ilivyotulia, na hayo ni matunda na mafundisho ya kuipambania nchi yaliyotolewa nchi nzima. Tugashima ingene igihugu gitekanye. Ibi rero bikaba ari ivyamwa by'inyigisho z'akarangamutima, inyigisho zo gukunda igihugu zatanzwe mu gihugu cyose. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni kupitia ripoti ya mwenzetu Bukuru Elias Daniel ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, na kushukuru msikilizaji ambaye aliweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru jupo nzima waandishi habari wa Radio Kivu walionisaidia kuziandaa, akiwemo mchumbe wa mkulima na Fatuma. Mimi ni Omari Makelele Uzile, upande wa pili nilisaidiwa na kijana Merci Mbele Chipamale. Nasema asante na kwaheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.